Mambo ni mengi alafu muda ni mchache tumeweza kuona Dvoice naye alivyoweza kufika kwa bashasha kwa bibie Zuchu na ameweza kuingia na mpenzi wake ambaye ni Lulu Diva na kila mtu aliweza kufurahia sana baada ya kuweza kumuona kwa sababu ilikuwa ni kama surprise kubwa kwa upande wao na tumeweza kuona baadhi ya ndugu jamaa na marafiki nao waliweza kuwajibika kwa namna moja ama nyingine mpaka imefika kipindi watu wameweza kufunguka vingi na kusema ya kwamba wacha tuone hiki kinachoendelea kwa sasa kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuona maisha ya bibie Zuchu yakiwa katika misingi na mikakati iliyo bora na hicho ndio kitu pekee ambacho kila mtu anatamani sana kuweza kukiona kutoka kwa bwana mkubwa ambaye ni Diamond Platnumz, lakini upendo wa bibie huyu umewafanya watu wengi waweze kupigwa na butwaa na kusema ya kwamba kiukweli kaka yetu Diamond Platnumz ana mapenzi ya dhati sana na binti wa watu, na hii itakuwa fundisho kwa vijana wengine ambao wamekuwa wakimzungumzia vibaya bibie Zuchu na wengi wao waliweza kumdhihaki na kumfanya ajisikie mwenye hatia kwenye kila hatua ya maisha ambayo anayopita, ila tunaamini katika hiki kilichoweza kutokea Mungu atakuwa sambamba naye kwa sababu kila mtu alitamani sana kuweza kuona bibie Zuchu akiwa na amani na furaha katika kila hatua ya maisha ambayo anayopiga. Hivyo yote tunamuombea kwa Mungu aweze kuwa mtu mwema na mtu mwenye hekima kadri siku zinavyozidi kwenda. Kuna baadhi ya watu wengi wamekuwa wakizungumza vingi juu ya maisha ya bibie Zuchu pamoja na kaka yetu Dvoice, lakini hakuna kitu chochote ambacho kinachoendelea kati yao zaidi ya haya ambayo yamekuwa yakitokea kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo yote tunamshukuru dada yetu kipenzi kwa kuweza kutuletea mtoto wa kike, na Mwenyezi Mungu aendelee kumpa neema na baraka katika maisha yake kwa sababu yeye ndio kila kitu kwa bwana mkubwa Diamond Platnumz. Haijalishi watu wamekuwa wakimzungumzia kinamna gani, ila sisi tunachojua ni kwamba Diamond Platnumz ana mapenzi ya dhati sana na ndugu yetu ambaye ni bibie Zuchu. Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Mimi naomba nikusii kitu kimoja, kama ndo mara ya kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.